kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijasema lolote, naomba nimshukuru Mungu, alafu tutakwenda kwenye maandiko ya leo. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya wakati. Asante kwa ajili ya majira. Asante kwa ajili ya muda huu Bwana. Wewe ni Mungu ambaye wakati wote unatuwazia yaliyo mema. Na ni Mungu ambaye umekuwa kusemwa kuanzia mwanzo hadi ufunuo. Niko tena chini ya uwepo wako na uweza wako mahali hapa Bwana. Mimi ni mwanadamu tu, mtumwa nisiye na faida mbele zako. Na unitumie tu kama chombo asubuhi ya leo. Liko neno ambalo Mungu umekusudia kusema na mtu mmoja kwa majira na nyakati hii Bwana. Naomba uniruhusu sasa tuzungumze ama tuliseme neno hilo ambalo Mungu umekusudia. Naomba roho ufunuo, roho hekima, roho uelewa, understanding spirit aweze kuwepo pamoja nasi mahali hapa Bwana, kwa sababu mara zote adui anakusudia tusielewe. Asante kwa sababu hatuko hapa kuwa entertained, lakini tuko hapa kuwa renewed your mind. Tusaidie kuelewa, lakini don't challenge us today God. Usituchanganye kwa lolote, but change our mind. Tubadilishe ufahamu na uelewa, ili kile Mungu umekusudia leo tuweze kupokea. Na nikabidhi neno lako na kabidhi kusanyiko lako Mungu. Wewe mwenyewe useme na watu wako sawa sawa na kile ulichokusudia. Nanyenyekea chini ya mkono wako uliohodari, nikishuka sana ili wewe Mungu uweze kuinuliwa. Asante kwa sababu neno hili linakuwa msaada kwa ajili ya kundi na mtu mmoja uliyemkusudia, na hatutobaki kwa sababu umekusudia kutubadilisha. Hatutobaki kama tulivyoingia. Upewe sifa, heshima na shukrani kwa sababu unastahili. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu kwa kibali, kwa neema ya Jumapili ya leo. Mungu wetu ni mwaminifu sana na wakati wote ni mzuri. Tuna muda mchache wa kushirikishana neno la Mungu kwa sababu muda wetu hautoshi mara zote. Tutakuwa na neno zuri la Mungu, na hakika ni makusudi ya Mungu tuseme neno hili kwa sababu mara zote anapokuwa na ujumbe anakuwa na mtu au watu wamewakusudia. Kwa hiyo kutakuwa na maandiko machache, tutayasoma yote kwanza kabla tujajenga ujumbe leo. Lakini uwe na uhakika tutaendelea kubaki kwenye ujumbe mama wa mwaka huu ambao Kristo alizungumza kwenye kitabu cha Mathayo 6:33. Ila ukiwa na muda mzuri uanzie kule 22 Mathayo kuja huko kwenye 33. Kisema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mtazidishiwa. Kwa somo langu la leo kwa sehemu kubwa litakuwa limejengwa kwenye injili ya ufalme, injili ambayo Yesu aliagiza mnapokwenda ubilini ufalme wa Mungu umekaribia. Na version zingine za Kiingereza zinasema ufalme tayari umeshakuja. Kwa hiyo naomba kisaikolojia jiandae kwamba tutajifunza kidogo kuhusu injili ya ufalme, na uwe na uhakika ndio injili pekee ambayo Yesu alidumu miaka 3 akifundisha, na alipoondoka ina maana hakumaliza, aliagiza tena tuendelee kufundisha. Kwa hiyo ni vizuri tukatambua kwamba Yesu Kristo alihubiri na alifundisha injili inayoitwa injili ya ufalme. Lakini kabla ya hapo, naomba tuanzie kule Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Tutasoma mistari mitatu, 26, 27 na 28. Hii ni mistari pekee ambayo inadhihirisha moja kwa moja kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu. Kwa nini alimuumba mwanadamu? Kwa nini alimuumba mwanadamu? Mwanzo 1:26, 27 na 28. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake,
kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Twende kwenye Agano Jipya kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 4, tusoma mstari 1:17. Mathayo 4:17. Biblia inasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Aya, tuandike andiko lingine tena, tuunganishe Mathayo hiyo hiyo sura ile ya 5 mstari 1-3. Mathayo 5 mstari wa 3. Nasoma, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haya, tumalizie andiko lingine, Mathayo hiyo hiyo sura ya 4 mstari wa 23. Mathayo 4:23. Biblia inasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Bwana liweze kukubariki katika jina la Yesu. Mistari iko mingi sana kwenye Biblia ambayo ina connection ama muunganiko na hii ambayo nimeisoma. Kichwa cha ujumbe wa leo kwenye somo letu la leo, tambua mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Tambua mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hafanyi chochote bila kuwa na sababu. Nasema God did nothing without purpose. Wakati Mungu anakusudia kuumba Mwanzo 1:26, alikuwa na sababu. Na hiyo sababu ndio naita mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Nataka kidogo tupate ufafanuzi wa Mwanzo 1:26 kwenda 28, ambao huo ndio Yesu alikuja kuutumia akiwa kwenye huduma yake miaka 3. Kuna maneno yametumika hapa nitafafanua, lakini zaidi nitafafanua katika lugha asili ya Kiebrania ambayo itatusaidia kuelewa. Sababu ziko nyakati Kiswahili ni kama kinakosa uzito wa kile Mungu amekusudia. Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano. Koza alikuwa anaangalia hali ya kiroho huyo mtu na uwezo wa kutenda. Lakini kusudi lake anasema wakatawale. Neno kutawala, sikize vizuri, kielewa hapo utakuwa umeelewa sehemu kubwa ya somo. Neno kutawala, tafsiri ya Kiingereza imejitahidi kidogo, is like a dominion. Lakini ukienda kwenye Hebrew ama Kiebrania, lugha mama ya Agano la Kale, kutawala ina maana ya neno mamlaka. Mamlaka. Sasa hiyo mamlaka Kiebrania ambayo ndio imetafsiriwa tena kwenye Kiingereza ni kama kingdom au ufalme kwa Kiswahili. Sasa lugha asili iliyotumika mwanzoni kwenye Mwanzo 1 ambako Mungu anaachilia mpango au kusudi la kumuumba mwanadamu. Kumbuka Mwanzo 1:1 anasema mbingu ni za kwake, ardhi ameumba ni za kwetu sisi. Kwa hiyo tunapozungumzia kutawala, anamaanisha kutawala kwa mwanadamu ambaye ndani yake ana roho wa Mungu. Mungu anadhihirisha utawala wake Mungu kupitia mwanadamu aliye na roho.
na wakati anatawala Mungu ana impact ama anapenyeza agenda zake duniani. Kwa Mungu anamuumba mwanadamu, anamwachia duniani, lakini hamuumbi kama roboti, anamuumba kama mwanadamu kamili anayeongozwa na Roho. Mwanzo 2 sura ya 7. Na lengo lake ni kutawala. Kwa unaposema kutawala, ndio unaongelea dominion, ndio unaongelea ufalme, ndio unaongelea mamlaka. Ina maana huyu mwanadamu utawala wake unakuwa guided, unakuwa control, unakuwa unasimamiwa na Roho aliye ndani yake, kwa lengo la kuhakikisha kwamba mipango ya Mungu duniani inafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisikia neno ufalme, anaongelea utawala, anaongelea mamlaka ya Mungu kupitia mwanadamu. Kwa ni kusudi la Mungu mimi na wewe tutawale, lakini tunatawala chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposikia neno ufalme, ni sawa na neno kingdom, ni sawa na neno mamlaka, ni sawa na neno utawala. Kwa watu wako ufalme, ukijua ufalme ukija, ujue Roho naye amekuja. Bwana asifiwe. Pale kwenye ufalme wa Mungu ujue Roho amekuja, na alipo Roho ina maana Mungu yuko pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia Mungu Mwanzo 1 anaongelea utawala, lakini kuna neno zuri amelitumia, anasema akawabarikia. Kisoma kwenye baadhi ya research unagundua, of course kubariki ni blessing kwa lugha ya Kiingereza, lakini kwa Waebrania wametumia neno baraka, B-A-R-A-K, baraka, na Kigiriki ni eugenin. Sasa sina lengo la kuongea Kigiriki. Maana yangu ni nini? Nini ilikuwa maana Mungu kusema akawabarikia? Kwa lugha nyingine akawabariki. Hayo maneno mawili ni ya msingi kwenye ujumbe wangu leo. Ina maana Mungu alikusudia mwanadamu awepo chini ya uongozi wa Roho kwa lengo la kutimiza mikakati ya Mungu duniani. Then kabla ya kazi Mungu akabariki. Kubariki au hiyo neno blessing, sijui kama Kiswahili kinasaidia, ni ile hali ya Mungu mwenyewe kutamka, na anapotamka ana activate ama anauisha kitu ambacho kiko hidden, ama tunasema unapotamka baraka na lazima utamke. Bwana Mungu akasema ile baraka inachochea ujuzi, uwezo, tunasema hidden potential. Yaani kuna nguvu, kuna uweza, kuna ujuzi uko ndani yako, lakini uko kama dormant, kama vile umelala. Baada ya kutamka baraka, kuna kitu kina stimulate, kinauisha hicho ambacho kiko ndani yako, then unaweza kufanya jambo lingine. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunasema huwezi kumfundisha samaki kuogelea, huwezi kumfundisha ndege kuruka, huwezi kumfundisha mbegu ikaota. Ina maana ile baraka ya Mungu kwenye mbegu, leo tunaona mti. Baraka ya Mungu kwenye samaki, tunaona samaki wakiendelea, hawahitaji shule. Baraka ya Mungu kwa ndege, tunaona ndege wanaruka. Lakini Mungu aliachilia baraka kwa mwanadamu, ili mwanadamu huyo sasa ndio aweze kutawala. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo baraka ya Mungu na utawala ambao ni ufalme wa Mungu vilienda pamoja, ili makusudi ya Mungu kwa mwanadamu yatimie. Mungu hakulenga kuumba kiumbe goigoi, kiumbe cha kawaida. Kwa sababu ukisoma hii neno mamlaka kwenye Ibrania inaongelea utawala wa kisovereignty au sovereign. Yaani ni kama vile Mungu wetu alipokuwa mkuu na mambo yake, ndio alitegemea naye mwanadamu aende hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa asubuhi ya leo nimesoma maandiko ya utangulizi. Mwanzo ni muhimu sana, sababu ni passage ya kifungu pekee ambacho kinaonyesha kwa nini Mungu aliumba. Kwa nini? Anatoa sababu. Katawala samaki, ndege, wanyama, mazingira. Kitu pekee Mungu alizuia ni kutawala wanadamu wenzio. Hicho ni kitu kingine, tuna vitu kama dictator. Mungu alizuia, anataka uongoze watu, ila viumbe vingine unavitawala. Asubuhi ya leo, mpango wa Mungu kwa mwanadamu, mpango wa awali wa Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu aweze kutawala,
lakini pia kupitia utawala huo baraka za Mungu ziende pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Mambo ya msingi naomba tuandike kwa njia ya pointi moja mbili, tukapoishia ndio hapo. Muda wenyewe nao somi. Jambo la msingi kwenye ujumbe leo, andika namba 1. Tatumia namba. Kumbuka kusudi kubwa la ujumbe wangu leo ni kujifunza jinsi ya kuishi maisha ya kifalme kupitia mpango wa Mungu mwanadamu. Ndani yake utagundua iko siri kubwa sana Mungu aliachia watu wake waishi maisha ya kifalme. Na ndio Yesu alikuja kudhihirisha mambo ya msingi kwenye jumbe leo. Namba 1, tujifunze ama tutambue kwamba Mungu ni mfalme. Unapoiendea Biblia na kujifunza somo hili ambalo nimesema tutatembea pamoja na mstari wa 33 Mathayo 6, tafuteni ufalme, tujue Mungu wetu ni mfalme. Na mfalme sio rais wala sio waziri mkuu, kwa sababu mfalme hachaguliwi, na neno la mfalme ni sheria na alipingwi na mtu yeyote. Mfalme afanye kikao na mtu yeyote, anaamua mwenyewe. Kwa Mungu wetu ni mfalme, ufahamu huo kusaidie. Na Biblia tunayoitambua ama tunaitumia ni sheria kwenye ufalme, ambayo vina vitu vitatu tu: kuna mfalme, utawala wa kifalme na watoto wa mfalme. Nimesema namba 1 ni kwamba Mungu wetu ni mfalme. Utawala wake unatumia sheria ambayo ni Biblia. Na Biblia ina mambo matatu tu makubwa yote. Inamwongelea mfalme ambaye ni Mungu, inaongelea utawala ambao ni wa kifalme, na inaongelea watoto wake wa ufalme ambao ni mimi na wewe. Kwa namba 1 tutambue kwamba Mungu ni mfalme. Lakini point namba 2 tujifunza ni kwamba mpango wa Mungu tangu awali mwanadamu atawale, lakini dhambi ilivunja ama ilitia dosari mpango huo. Mwanzo sura ya 3 kwa wakati wake kuanzia mstari wa 6. Dhambi ilivyoingia kwa huyu mwanadamu, mpango wa Mungu wa kutawala mwanadamu uliingia matatani, kwa sababu Mungu ilimlazimu kumuondoa mwanadamu bustanini. Somo Mwanzo 3:22-23, na kutengeneza plani nyingine ambayo ilimleta Yesu baadaye. Kwa kusudi la Mungu tutawala, lakini mambo kujifunza pamoja. Nimesema tutambue kwamba Mungu wetu ni mfalme, na mfalme ana neno lake ambalo ni sheria, na neno ni Biblia. Biblia ina sehemu kuu tatu mbele ya mfalme. Inamzungumzia mfalme mwenyewe, inazungumzia utawala wake wa kifalme, na inazungumzia watoto wake ambao ni sisi. Jambo la tatu la msingi kwenye ujumbe leo, kwa kuwa dhambi iliingia kupitia Adamu. Kwa kuwa dhambi iliingia kupitia Adamu, Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 6, Adamu alipoteza mambo mengi ya msingi mbele za Mungu. Mambo hayo kama ifuatayo kwa haraka kidogo. Mambo ambayo Adamu alipoteza kupitia dhambi: moja wapo, alipoteza ufalme wa Mungu. Ufalme kwa maana gani? Roho aliye ndani yake ni lazima kuondoka, kwa sababu utawala umebadilika. Mwanzo 2 mstari wa 7, roho ya Mungu ilipuliziwa ndani ya Adamu. Adamu akawa kiumbe hai, lakini dhambi ilimuondoa roho ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu alipoteza ufalme baada ya dhambi, lakini alipoteza mamlaka. Hakuwa na mamlaka tena ya kutawala. 3, mwanadamu alipoteza nafasi yake, position mbele za Mungu. Ndio maana Mungu anamuuliza, uko wapi Adam? So kwa wapi? Kwa maana muone nafasi ya Adam haikuwepo kwa sababu ya dhambi. Na kuongelea nafasi, tutakuja kuangalia mbele kidogo. Kinachokufanya kwa nafasi yako mbele za Mungu ni pamoja na haki mbele za Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kupitia Adam anapoteza nafasi yake mbele za Mungu kwa sababu ya dhambi. Na unaweza kuona kuanzia hapo sura ya 4 migogoro inaingia. Sitaweza kuitaja. Migogoro ya ndoa, magonjwa, mauaji yanaendelea. Hii yote imeathiri mpango wa awali wa Mungu kwa mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mbaya sana mbele za Mungu. Sio tu wakati ule, lakini mpaka leo mbele za Mungu
Dhambi ni chukizo. Bwana Yesu asifiwe. Napaswa kukagua maisha yako mara zote kuhakikisha kwamba dhambi